Kwa hiyo ni jambo la, wanasema baadhi ya wanachuoni, inafaa yule ambaye harithi anaweza akahusiwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata lilwarith, kwa maana hawapewi usia wanaorithi. Huwezi kumhusia mtoto wako wa halali kwamba nyumba fulani na kuhusia hii itakuwa ya kwako, la, tutasubiri kwanza mpaka ufariki, alafu mirathi ndio igawanywe, kama walivyosema baadhi ya wanachuoni wengine. Inajuzu kugawa mali kwa watoto wako mmoja mmoja hivi, lakini haitwi ni mirathi. Kwa hiyo utakapofariki wewe, kile ambacho unabaki nacho wewe tutakirithi. Kwa hiyo kama mali yote imebakizwa, kwa hiyo yule mtoto huyo ambaye harithi, basi huyo anaweza kahusiwa, lakini kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asihusiwe zaidi ya thuluth, kwa maana ya 1/3 ya mali ya marehemu. Tena akasema wa thuluthu kathir katika baadhi ya riwaya, kuonyesha kwamba hiyo thuluthi 1/3 bado ni kubwa kupewa mtu ambaye anahusiwa. Lakini yote kwa yote imebaki hivyo, ni sheria kwa yule ambaye harithi anaweza akahusiwa na marehemu kwamba nikifariki mimi apewe 1/3 katika mali zangu, basi anapewa, ili inayobaki nyingine yote wanagawana watoto halali na mke wa marehemu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inajuzu inshallah. Allah atuwafikishe na tuepushe na hizi shari za kujipatia watoto nje na sheria za Allah tabaraka wa taala.